Mtumishi wa Mungu, kuhani wa madhabahu haya kwa kunipa nafasi ili nikaweze kuwa chombo cha kutumiwa siku hii ya leo kuleta neno la Bwana, na uongozi wote wa kanisa hili, wazee, wachungaji, ushers, waimbaji, kila mmoja ni kiongozi kwa nafasi yake. Kwa hivyo nawashukuru kwa kunipa tunuku hata kusimama mbele zenu. Sichukuli kawaida, ni kwa neema tu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hakuna asiyelijua, labda kama kuna mgeni. Kama kuna mmoja, kwa majina naitwa Ruth Ato Karanja. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimemuona akiwa mwaminifu, akinitenda wema, na asubuhi ya leo nashuhudia kwamba yeye ni mwema. Nafasi hii nataka tuweze kwenda katika neno la Mungu. Asubuhi ya leo nataka tujifunze kuhusu neno la Mungu, the word of God. Neno la Mungu ndiyo manual ya Mkristo. Anatangia mwanzo ulimwengu uliumbwa kupitia kwa neno, na ulimwengu unadumishwa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza, kifungu cha kwanza hadi 12. John chapter 1 verses 1 to 12. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya nafasi nyingine umetupa ili tukaweze kushiriki neno lako. Mimi ni chombo tu, naomba unitumie. Na kwa wote ambao wamekaa ili wasikie, Bwana, naomba roho wa ufahamu, roho wa ufunuo, roho wa kupeana kuelewa waweze kushuka juu ya kila mmoja wao. Asante kwa sababu neno hili litatufunua na hata kutupa kujua yale unayonena hata asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Pia leo nataka tushiriki kujua uwezo ulio katika neno la Mungu. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mara nyingi wakati ambapo
wanadamu wanaangalia neno, wanafikiria ni neno tu, lakini Biblia hapa imetuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, nayo neno alikuwa kwa Mungu, nayo neno alikuwa Mungu. Na Biblia inasema kwamba kwake yeye huyo vitu vyote viliumbwa, na pasipo na yeye hakuna chochote ambacho kingeweza kuumbwa. Yamaanisha ulimwengu uliumbwa kwa neno, maana neno ni Mungu mwenyewe. Tunaposoma katika Mwanzo 1, Biblia inasema in the beginning God created the heavens and earth. Na Mungu katika uumbaji wa ulimwengu na vyote vilivyomo alitamka na iwe, na iwe, na iwe, na vyote vikakuwepo. Bwana sifiwe. Kumaanisha kwamba hakuna chochote ambacho kiliumbwa pasipo na Mungu kunena. Na asubuhi ya leo tunataka tujifunze mamlaka iliyo katika neno. Maana neno la Mungu lina uwezo ya kuumba, neno la Mungu lina uwezo ya kubadilisha, neno la Mungu lina uwezo ya kuinua na hata kushusha. Neno la Mungu lina uwezo ya kupeana uhai na pia kuua. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapojifunza neno hili, nataka ufahamu kwamba Mungu ni neno, na kila unapolisoma neno unasoma mawazo ya Mungu. Wakati mwingi tunapata kusikia maneno ya watu. Kuna maneno ya wanasiasa, kuna maneno ya watu wa kawaida. Katika gumzo ya watu mitaani utapata kwamba kuna maneno. Katika vyama vya ushirika vya wamama utapata kuna maneno. Lakini kuna neno ambalo ni tofauti na maneno ya wanadamu, na neno hili ni Mungu mwenyewe. Maana katika yeye vyote viliumbwa. Na Biblia inasema katika Mwanzo 1:26 kwamba Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa sura na kwa mfano wetu. Na kwa sababu mamlaka ya uumbaji ulikuwa kwa Mungu, alitaka mwanadamu ambaye anaumbwa awe na mamlaka kama yake. Kumaanisha kwamba mwanadamu alipewa pia mamlaka ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu alikuwa anatamka, na alipokuwa anamuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake, alikuwa anamfanya mwanadamu aliye na uwezo wa kuumba. Jua hivi leo kwamba wewe una mamlaka ya kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo wewe una uwezo na mamlaka ya kumuumba kama Mungu. Maana Mungu alikuwa anasema na iwe maji, na maji yakawepo. Akaweza kusema na mimea iweze kumea, na mimea ikawepo. Wanyama aliweza kutabiri kwamba kuwe na wanyama wa kila aina. Kukatokea wanyama wa mwitu, kukatokea wanyama wa kufugwa, kukatokea wanyama ndege wa angani, hata wanyama wa majini. Kumaanisha kwamba ile mamlaka Mungu alikuwa anaitransfer kutoka kwake kuelekea kwa mwanadamu. Kumaanisha wewe mwanadamu una uwezo ya kuumba kile ambacho unataka kiumbike. Una mamlaka kwa sababu uwezo huo umepewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The word of God is God himself. The word carries the Trinity. Biblia inasema kwamba wakati wa uumbaji Mungu Baba, wakati ambapo alipokuwa anasema na tumuumbe mwanadamu, alikuwa katika Mungu Baba, katika Mungu Mwana na katika Roho. Kumaanisha kwamba walikuwa katika upamoja. Biblia inasema kwamba wakati
Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu kukawa na maji, na Biblia inasema kwamba Roho wa Mungu akawa anaelea juu ya maji. Na katika wakati ulipofikia sasa kumuumba mwanadamu katika Utatu Mtakatifu, wakasema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, kumaanisha kwamba mwanadamu aliumbwa katika utatu. Ndio maana mwanadamu ako katika utatu. Mwanadamu ako katika mwili, mwanadamu ako katika roho, na mwanadamu ako katika nafsi, kumaanisha kwamba amekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jinsi ulivyo uko katika utatu, maana uko na mwili, uko na roho na uko na nafsi. Wewe umekamilika. Pia neno la Mungu neno la Mungu ndani yetu ina uwezo wa kuumba vile ambavyo vinaonekana havionekani. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 5, Luka Mtakatifu mlango wa 5, kifungu cha kwanza inasema, ikawa makutano waliposonga wakisikiliza neno la Mungu, ikawa makutano waliposonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano hadi chomboni. Hata alipokwisha kunena, aliwaambia Simoni, tweka mpaka kilindi, mkaushushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Yesu alipokuwa katika njia ya kutembea kwake na alipokuwa akiendelea katika kufundisha, aliweza kufikia mahali ambapo Petero na wenzake walikuwa wanavua samaki, na akawapata wameketi mahali pale. Yesu akachagua chombo kimoja ambacho kilikuwa chake cha Petero, na akaingia katika lile chombo na akawaambia kwamba akaweze kutweka ile chombo akaipeleke kilindini. Na hapa Petero wakiwa watu ambao wana ujuzi ya kuvua samaki, wakiwa wanajua majira ya kuvua samaki, walikuwa wametafuta na hata kuvua usiku kucha wasipate chochote. Lakini Yesu alipokutana na wao akawaambia kwamba waipeleke ile chombo katikati ya bahari, na akawaambia waweze kwenda ili wavue samaki. Petero akamwambia kwamba tumekaa hapa usiku kucha tukitafuta samaki, lakini sasa inakuwaje unasema kwamba tuende tena? Kwa sababu yeye alikuwa anajua majira ya kuvua samaki. Hakujua kwamba Yesu ana uwezo, ana mamlaka, na kwa yale maneno ambayo aliyasema, neno linaweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida yakaweze kufanyika mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati alipoingia katika lile chombo akawaambia kwamba aipeleke ndani, Petro akasema, tumefanya kazi hii usiku kucha hatukupata chochote, lakini kwa sababu ya neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mara ngapi ambapo sisi tumekata tamaa katika maisha,
Ni mara ngapi ambapo sisi tumeona vitu vikifanyika katika hali ya kawaida tukaweza kuvunjika moyo, tukaona kwamba sasa mahali nimefika, sina mahali tena pa kuendea. Maana kama ni msaada, wanadamu wanaweza kuwa hawawezi kukupatia tena. Maana unaweza kuwa umesumbua hata wanadamu wakusaidia kwa vyovyote vile. Labda ndugu zako wanaweza kuwa wamekusaidia kwa kiwango ambacho unaona sasa sitaki kuwachosha. Lakini hapa tuna mtu mmoja ambaye aliona hata katika kukata kwake tamaa kuna neno ambalo limesemwa, na akasema kwa sababu ya neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi wanadamu wametuambia maneno ambayo ni ya kuvunja moyo? Mara ngapi wanadamu wamekutusi katika hali ulimo ndani? Ni mara ngapi wanadamu wamekufanya ukate tamaa kwa sababu ya hali unayopitia? Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie kwamba neno la Mungu linaweza kubadilisha historia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linaweza kugeuza hali yako, badala ya kilio ikaweze kurejea kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mtu huyu alikuwa amekata tamaa. Alikuwa amefanya kazi kwa nguvu zake zote, kwa ujuzi wake wote. Usiku kucha wamekesha katika baridi. Lakini sasa sauti inakuja inasema, ingia tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu neno la Mungu linazidi maneno ya wanadamu. Leo hii nimekuja nikwambie kwamba kuna nguvu katika neno la Mungu. Kuna mamlaka isiyo ya kawaida katika neno la Mungu. Maana unaweza fika mahali ambapo hauna matumaini, mahali ambapo umekata tamaa, mahali ambapo wanadamu wamekuacha, mahali ambapo umevunjika moyo kiasi kwamba hakuna anayeweza kukutuliza. Lakini neno la Mungu unapolisoma na ukalitafakari na kuanza kuwaza, Mungu alisema nini katika hali hii yangu? Bwana Yesu asifiwe. Utakapoingiza hali yako kwa neno la Mungu, maana neno la Mungu lina majibu kwa maswali yote. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu liliweza kujibu maswali ya Simoni, ya Petro, kwa sababu wakati alikuwa ameketi kando ya ile ziwa, ninaweza jiingiza kwa kiatu yake. Labda alikuwa ametoka nyumbani, ni lazima arudi na samaki aende auze ndio watoto wakule. Bwana Yesu asifiwe. Labda mwanamke alikuwa anahitaji pesa za chama, na anajua mwanamume ameenda kutafuta, akirudi ataniletea pesa. Labda watoto walikuwa wamefukuzwa shule, anawaza vile atarudi nyumbani, hajabeba chochote, hajapata samaki ili aende kuuza mtoto aweze kulipiwa karo. Lakini hapa amekaa akiwaza, nitarudije nyumbani? Bwana Yesu anajitokeza, anampata akiwa ameketi kule kando, na anamwambia tweka kilindini. Bwana Yesu asifiwe. Rudisha tena, hata kama umekesha usiku kucha, rudisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Na anabaki anashangaa, anasema sisi tumekaa hapa usiku yote hatujapata chochote, inakuwaje tena unatuambia turudi majini? Lakini akasema kwa neno lako. Haleluya. Nimekuja kukuambia kwamba kwa neno la Mungu unaweza kuinuka tena. Kwa neno la Mungu una matumaini. Kwa neno la Mungu una majibu ya maswali ulio nayo. Sijui ni maswali gani uko nayo asubuhi ya leo. Sijui ni hali gani ambayo imekusukuma kiasi kwamba umekata tamaa na kuvunjika moyo. Sijui ni maneno ya watu kiasi gani ambayo yamenenewa juu yako mpaka unafika mahali unasema kama ni wokovu acha ikae. Nimekuja kukuambia kwamba neno la Mungu linasema kuna matumaini. Haleluya. Neno la Mungu lina matumaini kwa ajili yako. Unaambiwa songa tena. Haleluya. Tweka kilindini.
mahali ambapo imani yako ilikuwa imefifia, unaambiwa rudi tena umtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo moyo wako ulikuwa umevunjika, nimekuja nikuambie kwamba unaweza kuenda tena. Mahali ambapo uliona kwamba haiwezekani, hiyo biashara ambayo unaona kwamba imefika ukingoni kiasi kwamba haiwezi songa tena, nimekuja nikuambie kwa neno la Mungu unaweza inuka tena. Haleluya! Ni kwa sababu neno la Mungu lina majibu. Neno la Mungu linaleta tumaini mahali hakuna tumaini. Neno la Mungu linarejesha furaha mahali ambapo kuna huzuni. Biblia inasema katika Zaburi 30 kifungu cha 5 kwamba huzuni yaweza kuzidi usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Kilio yaweza kuzidi usiku kucha, lakini furaha huja asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linaweza kukurejeshea furaha mahali huzuni imezidi usiku kucha. Neno la Mungu lina majibu kwa maswali yote uliyo nayo. Ni kwa sababu maneno ya wanadamu yana mwisho. Maneno ya wanadamu mengi ni ya kuvunja moyo, mengi ni ya kukatisha tamaa, mengi ni ya kupotosha, lakini neno la Mungu unapolisikia linaleta tumaini. Neno la Mungu unapolisikia linaleta furaha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Zaburi 119 kifungu cha 10 inasema, kifungu cha 9 inasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo kijana anaweza kuwa anafikiria ataishije kumpendeza Mungu. Biblia inasema ni njia gani kijana anaweza kuisafisha njia yake iwe safi? Kwa kufuata na kutii neno la Mungu. Jambo nimetaka niwaambie vijana asubuhi ya leo kwamba mumerudi likizo. Njia tu ambayo wewe unaweza kuishi katika njia ya kumpendeza Mungu, njia ambayo wewe unaweza kuishi ili kwamba usiweze kumtenda Mungu dhambi, ni kwa kulingana na neno la Mungu. Biblia inasema kwamba kwa kuifuata neno la Mungu. Maana Daudi akasema, neno lako Bwana Mungu nimelificha moyoni mwangu, nisije nikakutende dhambi. Kijana, katikati ya likizo hizi utaepuka tu kutenda dhambi wakati ambapo umelificha neno la Mungu moyoni mwako. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi utaweza kusikia, lakini ukiweka hazina ya neno la Mungu katika moyo wako, hautamtenda dhambi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sio vijana tu, kila mmoja ambaye ni Mkristo utaepukana tu kumtenda Mungu dhambi wakati ambapo umelificha neno lake moyoni mwako. Maana neno la Mungu, Daudi akasema katika Zaburi hiyo 119 kifungu cha 105, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie kwamba neno la Mungu litakapoangaza mahali unapita, hautamtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu litakapoangaza mahali unapita, iwe katikati ya giza, iwe katikati ya vichochoro, neno la Mungu likiwa katika moyo wako, utaketi na utafakari ili jambo ambalo nataka kulitenda, neno la Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umekaa katikati ya marafiki wanaokuzingira, wanakuelekeza kwa njia ambayo inaweza kupotosha maisha yako, utakapokuwa unaketi utafakari, hapa
hapa mahali ambapo nataka kuingia, neno la Mungu linasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo utakapoweza kuepuka dhambi, kwa sababu neno la Mungu liko ndani ya moyo wako. Maana wakati Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Inamaanisha wakati unampenda Mungu, yule unayempenda hautataka kumkosea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umempenda Mungu, hautataka kumkosea. Na utakosaje kumkosea? Ni wakati ambapo neno la Mungu umelificha moyoni mwako, ili usije ukamtenda dhambi. Haleluya. Kwa hivyo neno la Mungu linaweza kukuepusha wewe kutoka katika dhambi. Haleluya. Pia neno la Mungu linatupa matumaini kwamba mambo yanaweza kubadilika. Haleluya. Kama vile nilivyosema katika Zaburi 30 kifungu cha 5 kwamba kilio chaweza kuzidi usiku kucha, lakini furaha huja asubuhi. Neno la Mungu linabeba matumaini kwamba haijalishi leo inafananaje, haijalishi umepitia changamoto kwa miaka ngapi, lakini neno la Mungu linasema kuna asubuhi yako. Haleluya. Nimekuja nikuambie kwamba inawezekana kwamba ukafika mahali ambapo matumaini hayapo, lakini kuna asubuhi ambayo iko kwa ajili ya hali unayopitia. Kuna asubuhi katika ndoa yako, kuna asubuhi katika biashara yako, kuna asubuhi katika hali ambayo umeona kwamba umefika mwisho, kwa sababu neno la Mungu limesema. Haleluya. Na asubuhi hii nimekuja nikuhimize kwamba hebu tuweka kilindi cha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ingia ndani ya neno la Mungu, ujue Mungu anasema nini. Mwimbaji akaimba kwamba usitazame uone watu wanasema nini, panda juu usikie Mungu anasema nini. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja nikuambie, panda juu usikie Mungu anasema nini juu ya hali yako. Panda juu usikie Mungu anasema nini juu ya jamii yako. Panda juu usikie Mungu anasema nini. Usitazame hapa chini, maana hapa chini kuna kuvunjwa moyo, kuna kukatizwa tamaa, kuna kupotezwa tumaini, kuna kufanywa kila aina ya dhihaka, kuna kila aina ya matusi. Lakini je, umewahi keti chini na kutafakari katika hali hii ambayo huyu mtu ameninenea, Mungu anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The word of God helps us to walk in the light because He is the light. Wakati tulipotangulia kusoma kwamba Biblia inasema kwamba yeye alikuja, Yohana Mbatizaji alikuja kumfunua Yesu ambaye ni nuru. Kumaanisha kwamba Yesu akiwa nuru na Yesu akiwa Mungu, neno la Mungu pia ni nuru katika maisha yetu. Kwa hivyo sisi tunapotembea katika ile nuru, kama vile Daudi alivyosema neno la Mungu ni taa, hautatembea katika giza kamwe, kwa sababu neno la Mungu liko ndani yako. Neno la Mungu linaangaza katika mapito yako. Neno la Mungu linaleta tumaini mahali ambapo hapana tumaini. Na asubuhi hii nimekuja nikwambie kwamba neno la Mungu linabeba kila jawabu la maisha ya mwanadamu, kwa sababu katika Mungu vitu vyote vimehusishwa ndani. Katika uumbaji vitu vyote vilitengenezwa na ile neno. Kwa hivyo neno la Mungu ina suluhisho, ina majibu ya kila swali ulio nayo. Ninapomalizia, katika kitabu cha Wakolosai 3 kifungu cha 16, Paulo akasema, na neno la Mungu na likae ndani yenu kwa wingi.
Wakolosai 3:16 nasema, Wakolosai 3:16 inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo hapa alikuwa anawaambia Wakolosai kwamba neno la Mungu na likae ndani yao kwa wingi. Neno la Mungu likiwa ndani yetu litatusaidia ili kwamba tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ndio maana utapata kwamba kila hali unayopitia utakuwa unarifaa kwa neno la Mungu. Kila changamoto unayopitia utakuwa unarifaa kwa neno la Mungu. Ikiwa neno la Mungu haliko ndani mwako, utakuwa unaongea tu maneno. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo utahitajia amevunjika moyo, unahitaji kumshauri, kama hauna neno la Mungu ndani yako, utamwambia maneno kutokana na mawazo yako, lakini yale maneno hayatamsaidia, kwa sababu ni neno la Mungu tu ndilo lina hekima ya kuweza kumrudisha mtu kwa njia ambayo Mungu anapendezwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu alipokuwa anamwambia Yoshua katika Yoshua 1 kwamba neno hili la Torati lisitoke kinywani mwako, tunaweza soma hapo katika kitabu cha Yoshua 1 kitabu cha Yoshua 1 kifungu cha 8. Nasema, kitabu hiki cha Torati isiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu alikuwa anaongea na Yoshua, akasema neno hili, kitabu hiki cha Torati, kitabu hiki cha sheria kisiondoke kinywani mwako, bali kitafakari usiku na mchana, upate kuenenda sawasawa na vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu tunapolitafakari litatuelekeza kujua ni yapi Mungu anataka tuweze kutenda. Maisha yako, ndoa yako, kazi zako zitaelekezwa na neno la Mungu wakati ambapo utakuwa unaketi chini kusoma na kutafakari, kwa sababu kutafakari ni ile hali umesoma na unaanza kuwaza, je, Mungu hapa alikuwa anaongea nini? Hapa Mungu alikuwa anataka nifanye nini? Neno hili jinsi Mungu alivyoongea, alikuwa anataka nichukue hatua gani? Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo utakapoweza kufanikiwa, maana ukiwa wa kusoma tu na kuachilia, utapata kwamba utakuwa unasoma Biblia kama kitabu kingine kile, bila kujua ufunuo ulio katika lile neno ulilosoma linasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikiwa tutataka kufanikiwa, neno la Mungu linasema kitabu hiki, neno la Mungu tulisome, tulichambue,
tuweze kuifanya kuwa chakula chetu, ili kwamba tuweze kustawi na hata kufanikiwa. Maisha yako yanaweza tu kuwa masafi na kumpendeza Mungu wakati ambapo unailinganisha na neno la Mungu. Unapoangalia ndoa yako, unaangalia Mungu alikuwa amekusudia nini juu ya ndoa yangu, kwa neno lake imeandikwa nini juu ya ndoa yangu. Wakati ambapo unakumbana na changamoto za watoto, unaangalia neno la Mungu linasema nini juu ya watoto. Jukumu langu kama mzazi ni lipi ambalo limeandikwa katika neno la Mungu? Wakati ambapo unatembea katikati ya makundi ya watu, wengine ni wakupotosha, ukiangalia neno la Mungu unaanza kujilinganisha. Mungu anataka niepukane na hali gani katika kikundi hiki? Kwa sababu Biblia inaniambia mimi ni barua. Wakati ninapopatikana katikati ya walevi, je, ninasomwaje na watu? Kwa sababu kama watu wanajua wewe umeokoka na upatikane katikati ya walevi ukiwa ndio unapiga gumzo katikati yao, kitu cha kwanza wataona fulani pia siku hizi kumbe ameanza kunywa, hata kama haukuwa unakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wanakujua, na wakati unapotembea watu wanakusoma kwa sababu wewe kila wakati unashuhudia mimi nimeokoka. Lakini wakati ambapo unapatikana katikati ya wale watu ambao njia zao hazimpendezi Mungu, je, watu wanapokusoma wanakusoma kama hao ama wanakusoma mtu uliye tofauti? Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja tu nikwambie kwamba maisha yako yalinganishe na neno la Mungu. Hatua zako zilinganishe na neno la Mungu. Maneno yako yapime kulingana na neno la Mungu. Biblia inasema kwamba maneno yetu na yakolee munyu. Wewe Mkristo ambaye umeokoka, maneno yako, je, umewahi yapima na neno la Mungu uone kama yanakubalika? Kwa sababu si kusema tu maneno. Wakati unapomshauri mtu, je, unamshauri kulingana na neno la Mungu? Wakati ambapo unaketi katikati ya waaminio, je, unaongea tu maneno ama kuna neno la kujenga ambalo unaweza kuingiza kati ili kwamba mtu akaweze kujengwa na hata kuhimizika? Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimekuja tu nikushauri na nikuambie kwamba wacha neno la Mungu likae ndani yetu. Unaponena neno la Mungu, unaposhauri shauri neno la Mungu, unapoelekeza elekeza kulingana na neno la Mungu, unapofundisha fundisha kulingana na vile neno la Mungu linavyotaka, kwa sababu neno la Mungu ni manual ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kimeandikwa katika Biblia. Kama vile watu Waislamu wanavyofanya watoto wao kujua Qur'an, na inashangaza kwamba wanafikanga mahali mpaka mtoto akikataa kusikia wanamchapa, kwa sababu wanataka Qur'an iweze kuingia ndani yake, maana hiyo ndiyo imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi mara nyingi tunaona ni lazima mtoto fulani amfundishe. Mimi kama mzazi hata nisikiliza, wewe mfundishe tu, hata kama hatataka kukusikia mwambie tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema mfundishe mtoto kwa njia impasayo, hata atakapokuwa mkubwa hata isahau. Bwana Yesu asifiwe. Tuwafundishe watoto wetu neno la Mungu, hata kama watakataa, lakini wamesikia, siku moja watakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu ni manual ya Mkristo. Popote utakapopatikana, wanafunzi shuleni, mtakapopatikana katika kikundi, usiaibikie neno la Mungu. Paulo akasema sitaionea haya injili ya Yesu, maana ndiyo iletayo wokovu. Haleluya. Lakini mara nyingi wamama tukipatikana kwa chama, hatuwezi kushiriki neno la Mungu. Tunaongea tu maneno ya pesa, tunaongea tu maneno ya maendeleo. Wacha tuingize neno la Mungu katika vikundi vyetu. Haleluya. Wacha tuingize neno la Mungu katika kazi zetu. Wakati ambapo
tunapatikana tuko kazini, si vibaya wakati customer amekuja hata na wewe umwelekeze. Mimi huwa nashangaa wakati mwingi wale wateja wanaokuja, unapata kuna mteja mwingine anakuja na maneno tu yake, anaongea, lakini baadaye ukishapima maneno yake unaanza kujua huyu mtu kuna mahali anaelekea. Lakini wakati ambapo umejua kwamba huyu mtu amepungukiwa na neno la Mungu, unaanza kumrejesha kwa neno la Mungu kutokana na maneno yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo tutakuwa tumehubiri injili. Bwana asifiwe. Injili si lazima tusimame kwa barabara tuambie watu Yesu anasema. Hapana. Wakati mwingi tunapatikana katikati tu ya watu, na hapo utapata watu wanaongea maneno yao, na ukipata nafasi ya kupenyeza hata neno tu moja la Mungu, litakuwa la manufaa kuliko maneno mengi ambayo watu watakuwa wameongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo hapa ni kwamba tujae neno la Mungu ndani yetu, kwa sababu Yesu yeye kila wakati alikuwa anasema, wakati amepatana na watu waliokuwa wanamsonga, kila wakati alikuwa na keti anawafundisha, kila wakati alikuwa na keti anawaambia neno la Mungu. Je, wewe kama Mkristo ni maneno gani unaongea? Ni neno ama ni maneno? Lakini hapa leo tunaambiwa tujae neno la Mungu ndani yetu kwa wingi. Neno la Mungu liwe mazungumzo yetu, neno la Mungu liwe wimbo wetu, neno la Mungu liwe himizo letu, neno la Mungu hata wakati unapotaka kumkemea mtu, mkemee kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema mmoja wetu akikosea tumrudishe kwa upendo, na hilo ni neno la Mungu. Asubuhi ya leo nimekuja kusema tu jinsi neno la Mungu lilivyo na nguvu, lilivyo na uwezo ya kuweza kubadilisha historia, ya kuweza kuleta nuru mahali tunapotembea. Na jambo kuu ni kwamba tulitafakari. Haleluya. Mwisho Yakobo akasema tusiwe wasikiaji tu, bali watendaji wa neno la Mungu. Tutajulikanaje kwamba tuna hili neno? Wakati ambapo tumeliweka katika matendo. Biblia ikisema kwamba penda jirani yako, na ili hali wewe unajua kuhubiri, neno la Mungu linasema penda jirani yako, na ikifika kwa jirani wewe hauonyeshi ile upendo, neno hilo halitakuwa na nguvu yeyote, hata kama utahubiri January to December. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo tutaliweka lile neno katika matendo, wakati ambapo kuna mtu amekata tamaa, kazi yako ni kwenda kumhimiza, kumtia moyo. Hiyo ndiyo kazi ya neno la Mungu. Sio kunena tu maneno, lakini kumwonyesha jinsi inavyopaswa wewe kufanya. Wakati ambapo mtu hana chakula na umwambie Mungu akubariki, hautakuwa umetenda neno la Mungu. Bwana asifiwe. Utakuwa umenena, lakini unahitajika pia utende, ili kwamba neno hile liwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati neno la Mungu linaposema kwamba samehe adui yako, na wewe umebeba grudge, ajabu kwamba hata na leo kanisani utapata tuko wengi, lakini kuna mtu ambaye hawezi kumsamehea ndugu yake. Kuna mtu ambaye hawezi kumsalimia mwenzake. Je, neno hili ambalo tunalolisoma, kama Yesu alisema wakati wa kuomba kwamba tusamehe sisi deni zetu kama sisi tunavyowasamehe wale wadeni wetu, hilo ni neno la Mungu. Lakini ikifika kutenda, unapata Mkristo ana moyo mzito wa kusamehe mwenzake. Je, ungependa Mungu akusamehe dhambi zako? Haleluya. Unataka usamehewe dhambi, kwa sababu neno la Mungu linasema tusamehe sisi wakosaji kama vile tunavyowasamehe waliotukosea. Hilo ni neno la Mungu. Lakini ikifika katika utendaji,
Ajabu ni kwamba kuna mtu atatoka mlangoni pale hawezi salimia mwenzake, lakini neno la Mungu umelisikia. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo alisema tusiwe wasikiaji tu, bali watendaji wa neno la Mungu. Neno la Mungu likisema omba na ukose kuomba na ukose kupokea kila ambacho ulikuwa unahitaji kwa Mungu, Mungu atakuwa amekosea? Hapana. Ni kwa sababu haujaliweka neno la Mungu katika matendo. Wapendwa, kama tutakuwa watu wa kulishikilia na kulisimamia neno la Mungu, neno la Mungu linapimwa kwetu kwa matendo. Watu wanatusoma. Biblia inasema wewe ni barua, mimi ni chumvi. Je, ninaleta ladha gani katikati ya watu ambao ninakaa na wao? Kwa sababu ni neno la Mungu. Watu wanaponiona wananisomaje? Wanasomaje maneno yanayotoka katika kinywa changu? Je, mimi ni mhubiri wa maneno ama mhubiri wa matendo? Na hiyo ndiyo mtihani mkubwa tulio nao wa Kristo, kuwa watendaji wa neno la Mungu. Je, tunaweza kuwa tunasoma, tunaweza kuwa hata tunaweza kutafakari, tunaweza hata kuambia watu, lakini baada ya kusema, baada ya kusoma, baada ya kuambia watu, matendo yetu yanajulikanaje? Je, matendo yetu yana reflect lile neno, ama maneno yetu yana sauti kuliko matendo? Wacha Mungu atusaidie kwamba neno la Mungu liwe katika utendaji zaidi ya vile tunaweza kunena. Maana maneno si wote watapokea, lakini matendo wengi wataona. Haleluya. Mungu na atusaidie neno hili ambalo linahitajika kusomwa na watu kwa maisha yetu liweze kusomeka vizuri. Lisisomeke kwa njia mbaya. Lisisomeke kwa habari mbaya. Maana wakati huu unapata kwamba habari nyingi zinazowekwa katika runinga, kwenye mtandao ni habari mbaya. Lakini habari njema wewe ndiye unayebeba. Haleluya. Na hiyo ndiyo habari watu wanataka, kwa sababu hiyo ndio itakayobadilisha. Yesu akasema utawajua kwa matendo yao. Matendo yetu yahubiri zaidi ya maneno yetu. Haleluya. Wacha neno la Mungu lifanyike hai katika maisha yetu, likaweze kubadilisha, kwa sababu mtu atakapoona mwenendo wako, matendo yako, ataweza kugeuka na kufuata njia ya Kristo. Lakini akisikia tu maneno na akose matendo, atasema mimi ni afadhali kuliko fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha na matendo yetu yahubiri zaidi kuliko maneno yetu, na Mungu atubariki sana. Amen.